serikali yaeleza dhamira ya kumaliza changamoto ya kukatika kwa mawasiliano ya barabara kati ya mikoa ya Kusini na Dar es Salaam. Na maonesho ya kitaifa ya kazi za sanaa na utamaduni yapangwa kufanyika juma la mwisho la mwezi huu katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari. Leo ni Ijumaa Kuu ambapo Wakristo hapa nchini wanakumbuka mateso na kifo cha Mwokozi Yesu Kristo yapata miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Kwa kumbukumbu hiyo, leo ni mapumziko na hapa Channel 10 inawatakia mapumziko mema ya siku hii ambayo inaadhimishwa hii leo. Serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imekamilisha ukarabati wa madaraja yaliyoharibika yanayounganisha mikoa ya Kusini na Dar es Salaam na kusababisha magari kukwama kwa muda na hivyo kuwapa wakati mgumu abiria na watumiaji wengine wa barabara hiyo. Madaraja hayo ni Somanga, Mtama na Mikirengende ambayo yalikatika na kukata mawasiliano kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini ikiwa ni katika msimu wa mvua za masika. Akizungumza na wanahabari katika eneo la daraja la Somanga Mtama, Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema baada ya mawasiliano kurejea waliruhusu magari kupita wakianzia na magari ya abiria pamoja na yale ya dharura na kisha magari ya mizigo. Amesema serikali kupitia wizara yake imedhamiria kuhakikisha changamoto ya mara kwa mara katika maeneo hayo inapatiwa ufumbuzi wa kudumu ili kuondoa kadhia inayowapata watumiaji wa barabara hiyo muhimu kwa shughuli ya usafirishaji wa abiria na mizigo ambavyo ni muhimu kwa maendeleo ya jamii na uchumi wa taifa. Kwa njia ya dharura tunaendelea kuimarisha ile eneo ili kusudi hata mvua ikija tuendelee kupita. Kwa hivyo tuwaondoe hofu na tuwape matumaini. Si kwamba tumefumbia macho, hakuna kitu kinaendelea, hakuna mtu anajali, la. Ziko hatua, na jana Mheshimiwa Waziri Mkuu pia vivyo tunashukuru alipata nafasi ya kuja, ametukagua, ameona kwamba ziko kazi zinazoendelea. Haya tunaoendelea nayo sasa hivi ni ya dharura kutokana na ule udharura wake wenyewe uliojitokeza. Nilikuwa nikitokea Mtwara kwa ajili ya kwenda Dar es Salaam, lakini toka jana tuko hapa, tumekwama hapa. Lakini kuna changamoto ambazo zinajitokeza kwa sababu ya daraja limekuwa likijirudia. Kwa hiyo hii imekuwa ni changamoto ambayo inajirudia. Mazingira sio rafiki sana kwa binadamu kwa sababu hali ya chakula imekuwa ni ngumu upatikanaji. Ili upate chakula inatakiwa utumie almost nauli shilingi 8,000 iende rudi. Kwenda 4,000 kurudi shilingi 4,000. Lakini pia kwenye chakula huko bei ya chakula imekuwa ni ghali mno. Imekuwa ni bei ya juu kwa sababu mamantilia wameshaona watu wamekwama, kwaona wameona wapate riziki kwa namna hiyo. Tanzania imepata mafanikio katika mapambano dhidi ya rushwa kufuatia ripoti ya taasisi ya kimataifa ya Transparency International ya mwaka 2024 kuonesha kuwa imepata alama 41 na kushika nafasi ya 82 kati ya nchi 180 duniani. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa George Simbachawene amesema mafanikio hayo ni kielelezo cha juhudi madhubuti zinazofanywa na serikali katika kuhakikisha utawala bora na uwajibikaji vinatawala nchini. Kutokana na juhudi za serikali ya awamu ya 6, mapambano dhidi ya rushwa yameendelea kuimarika hapa nchini. Hali hii inadhihirishwa na utafiti uliofanywa na taasisi ya Transparency International kwa mwaka 2024 na kutolewa kwa umma Februari 11 mwaka 2025, ambapo inaonyesha kuwa Tanzania imeendelea kufanya vizuri kwa kupata alama 41 na kushika nafasi ya 82 kati ya nchi 180. Kuhusu kupambana na upungufu wa ajira hapa nchini, Waziri Simbachawene amesema katika kupambana na upungufu wa ajira, serikali kupitia Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma ilifanikisha mchakato wa ajira na kuwapandisha na kuwapangia vituo vya kazi jumla ya waombaji kazi 55,162. Akizungumzia kuhusu mpango wa kunusuru kaya maskini nchini kupitia mradi wa TASAF, Simbachawene anaeleza. Hadi kufikia Disemba 2024, jumla ya miradi 27,863 ya kutoa ajira kwa muda kwa walengwa wa mpango
wa kunusuru kaya maskini imetekelezwa ambapo jumla ya kaya za walengwa 662,000 zimelipwa jumla ya shilingi bilioni 213.8. Licha ya kuongezea kipato, walengwa pia wameweza kupata ujuzi wa utekelezaji wa miradi hiyo. Kutoka jijini Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Stephen Wasira amewataka wananchi kutokubali kuwasikiliza baadhi ya watu wanaojitokeza na kutamka hadharani kauli za vitisho zinazoashiria uvunjifu wa amani wakati huu wa kuelekea uchaguzi mkuu wa kupata viongozi nchi. Katika mkutano wa hadhara uliofanyika mjini Tabora, ambapo katika hotuba yake hiyo ametumia muda mwingi kuhubiri amani na utulivu wa nchi, huku akitoa wito kwa baadhi ya watu wanaodai kuwa hakuna haki hapa nchini wanapaswa kwenda mahakamani, kwa kuwa hicho ndicho chombo pekee kilichopewa dhamana ya kutafsiri sheria na kutoa haki kwa anayestahili kupewa haki, badala ya kutafuta majukwaa yasiyo rasmi kupaza sauti. Wako watu wengine wao ni wa nje na vibaraka wao wa ndani wanatuambia sisi mmekaa muda mrefu katika madaraka, na sisi tunawaambia tulidai uhuru ili tuendelee kuwepo, wala hatukuweka mkataba kwamba tutakuwepo kwa muda gani. Kwa hiyo tupo na tutaendelea kuwepo. Sharti ni moja tu, tuendelee kuwatumikia wananchi vizuri, tuendelee kuwasikiliza wananchi, kwa sababu wananchi ndio wanaotuweka madarakani, na kwa sababu nchi ni ya wananchi, ni ya Watanzania. Hakuna mtu mwingine mwenye haki ya kutuuliza tutakuwepo mpaka lini isipokuwa wananchi wa Tanzania. Wako wengine tena, wengine vijana wetu, na waombea msamaha, wanasema miaka 60 hatujafanya kitu, wanasema. Lakini wanaosema wamesoma katika chuo kikuu ambacho hakikuwepo wakati wa ukoloni, ambacho wanachama watano walichanga senti 50 kikajengwa, na kikaanzia kwenye majengo ya tano ya Lumumba, kikiwa na wanafunzi 14, wanafunzi wawili zaidi kuliko. Serikali imesema inaendelea kuajiri watumishi wa kada ya afya na kuwapeleka kwenye vituo vya kutolea huduma, hususan katika halmashauri zenye upungufu na vijijini kote nchini, ili wananchi waweze kupata huduma za afya kwa wakati. Hayo yamebainishwa bungeni Dodoma na naibu waziri wa nchi ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Festo Dugange, alipokuwa anajibu swali la mbunge wa viti maalum Mariam Kisangi aliyehoji mpango wa serikali kupeleka watumishi wa kada ya afya katika maeneo yenye upungufu nchini. Tunafahamu kwamba kuna utofauti wa idadi ya watumishi kutoka kituo kimoja kwenda kingine, na hususan katika maeneo ya vijijini kuna upungufu mkubwa zaidi. Na ndio maana katika ajira zetu zote kuanzia mwaka 2021-22 ajira hizi zinatolewa kwa idadi kulingana na upungufu wa watumishi katika maeneo hayo, na serikali imeainisha mikoa yenye upungufu mkubwa zaidi na halmashauri zenye upungufu mkubwa zaidi, lakini pia vituo vyenye upungufu mkubwa zaidi na vinapewa kipaumbele, na zoezi hili Mheshimiwa Naibu Spika ni endelevu. Katika hatua nyingine, Naibu Spika Musa Zungu ametoa wito kwa wizara hiyo kuhakikisha baadhi ya watumishi wa kada ya afya wanakuwa na utu, ikiwemo kuwahudumia wagonjwa ambao wanakwama kiuchumi wakati wa matibabu. Mheshimiwa Waziri, bado gharama za hospitali zinawasumbua wananchi wengi. Utakuta kuna mgonjwa yuko hospitali amelazwa, anafanyiwa dialysis ambayo ni tiba ambayo ina gharama, na wananchi wanachanga, ndugu zake wanachanga. Siku akikosa kuchanga, siku akiishiwa, yule hafanyiwi. Hili jambo naomba mlitizame vizuri, uwe na utu. Hospitali hizi za serikali, mishahara inalipwa na serikali, umeme unalipwa na serikali, vifaa vinanunuliwa na serikali, na wananchi ni wa serikali. Niwaombe sana mwape taarifa huko, wao na utu kidogo. Bunge linaendelea na mjadala wa makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10.
Adha ya kukosekana kwa miundombinu bora ya barabara imetajwa kuwa ni kikwazo kikubwa kwa wakazi wa vijiji vya Kisegese, Chiwachiwa na Lavena vilivyopo kata ya Namawala na Mbingu katika halmashauri ya Mlimba mkoani Morogoro kushindwa kuzifikia huduma muhimu ikiwemo masoko, shule na afya kutokana na daraja la Luipa kuwa na ubovu wa daraja hilo. Daraja la Luipa ambalo limekuwa kikwazo kwa wananchi kwa muda mrefu katika barabara kuu ya Kisegese, sasa adha hiyo imekwisha baada ya daraja hilo kukamilika. Kushirikiana na viongozi wa serikali ya wilaya hii pamoja na halmashauri, leo hii tunajionea daraja la kisasa, daraja la kileo ambalo kila mwananchi anaweza kupita na harakati zetu za kimaendeleo zikawa zinaenda kufanyika. Kwa kweli fedha ni nyingi ambazo zinatumika katika ujenzi wa madaraja haya. Meneja wa wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA wilaya ya Kilombero, Mhandisi Sadiki Karume, amebainisha namna walivyofanikisha kukamilisha ujenzi wa daraja hilo, huku mbunge wa jimbo la Mlimba Godwin Mkunambi akitoa matumaini ya kujengwa kwa madaraja mengine. Mradi huu ulikamilika mgeni kiasi cha shilingi bilioni 1.92. Ujenzi wa daraja la pekee uligharimu bilioni 1.3, ikiwa shilingi milioni 970.12. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameazimia kujenga madaraja ya namna hii 6 katika jimbo la Mlimba, ikiwemo hili pale Chiwachiwa, pale Isago, pale Mpanga na pamoja Mfuji kule Masagati, lakini na Mbasa. Tulikuwa tunapata shida kwa sababu tulikuwa tuna mazao yote tunayapata kule upande wa Kutuli. Tulikuwa tunaenda shamba kwa shida, tunarudi kwa shida. Utoaji wa mzigo kutoka eneo kijiji cha Kisegese cha Chiwachiwa kufika Kisegese ilikuwa ni changamoto kwa sababu daraja lilikuwa haliwezi kupitisha mzigo mkubwa. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Baraza la madiwani wilayani Kibondo mkoani Kigoma limepitisha utiaji saini mkataba wa utekelezaji wa ujenzi, uendeshaji na usimamizi wa mradi wa umwagiliaji Lumpungu wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 150 unaolenga kuongeza tija ya uzalishaji wa mazao, uhakika na usalama wa chakula nchini. Mradi huo unatarajiwa kutekelezwa kwa ushirikiano kati ya halmashauri ya Kibondo na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji katika vijiji vya Kibuye, Kigina, Kisana, Nyarugusu, Kashabure, Kukinama, Magarama na Nyaruhanga. Akizungumza katika kikao maalum cha baraza la madiwani na wadau wa maendeleo, mwenyekiti wa halmashauri ya Kibondo Habil Maseke amesema kutokana na umuhimu wa mradi huo na mahitaji yaliyopo, madiwani hao wamepitisha kwa kauli moja na wana kiu ya kuona mradi huo unatekelezwa kwa wakati. Sisi kama baraza tumepitisha na kazi iendelee. Lakini pia nimshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuruhusu taasisi za serikali kushirikiana na wananchi na sisi kama huku Kibondo, kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana taasisi kama hizi kuja kushirikiana na sisi, lakini sasa hivi milango imewekwa wazi. Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inaweza kufika mto Lumpungu. Ni jambo ambalo kwa kweli Mama Samia tumpigie makofi ya kutosha sana. Naye mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji Raymond Mdolwa amesema mradi huo utatekelezwa ndani ya miezi 24 ukiwa na thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 150 na kwamba lengo lake ni kukidhi mahitaji ya ndani na utoshelevu wa chakula, mahitaji ya malighafi kwa sekta ya viwanda vya kilimo na kuongeza mapato. Mapendekezo yetu sisi ni kwamba pamoja na kwamba eneo hilo litakuwa chini ya halmashauri pamoja na tume, bado kuna umuhimu wa mwananchi mmoja mmoja aliyekuwa kwenye maeneo yale aweze kupata nafasi kwenda kuzalisha mahali ambapo pana miundombinu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Kibondo Agrai Magwaza amesema hatua iliyofikiwa na madiwani inaandika historia kwa maendeleo ya sekta ya kilimo wilayani humo na kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kufungua mkoa wa Kigoma kiuchumi. Na tupeleke matumaini kwa wananchi kwamba jambo hili ni jema, hata kama kuna skimu zingine ambazo tulizianzisha huko mwanzo labda hatukufanya vizuri sana, lakini skimu hii inakwenda kuleta matumaini kwa wananchi wetu. Tunahitaji sasa hii kazi ambayo hawa viongozi wamekuja nayo tuione kwa vitendo
sio kwa maneno. Mimi ni Juma Mohamed na hii ni Channel 10. Kamati ya ustawi wa jamii ya Baraza la Wawakilishi imetembelea chuo cha bahari Dar es Salaam DMI kwa lengo la kukagua na kuona mitambo mipya iliyonunuliwa na serikali katika chuo hicho. Ikiongozwa na mwenyekiti wake Bi Sabita Tani, kamati hiyo imekipongeza chuo cha bahari Dar es Salaam DMI kwa kuwa na mitambo na vifaa vya kisasa vya kufundishia. Mwenyekiti huyo kamati ya ustawi wa jamii wa Baraza la Wawakilishi amesema chuo cha bahari Dar es Salaam kina mchango mkubwa katika sekta ya uchumi wa buluu, hususan kwa vijana, ambapo amesema serikali ya Mapinduzi Zanzibar inatarajia kuanza ujenzi wa chuo kama hicho katika visiwa vya Zanzibar. Ziara hasa ni ya masomo ili kuweza kuishauri serikali yale maeneo ambayo wenzetu wameafikia, ili kuweza na sisi kwenda kujiandaa katika maeneo, lakini kubwa kuwajengea uwezo watendaji ambao tunasema watakuwa ni walimu wa chuo hicho. Upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu ya Mafunzo na Amali Zanzibar, Khamis Said, amesema serikali ya Zanzibar imedhamiria kujenga chuo cha bahari ili kutoa fursa kwa vijana kupata mafunzo ya ubaharia. Chuo hiki sisi Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali ndicho ambacho tunachokiratibu kupitia mradi wa SEBEP, ambapo sasa hivi tuko katika hatua za michoro, hatua za kutafuta wakandarasi na mambo mengine. Kozi hizi zinasimamiwa na mikataba ya kimataifa, mkataba wa kimataifa unaojulikana kama STCW 1978, ambapo kulingana na mkataba huu lazima uwe na wakufunzi ambao ni mabaharia waliobobea, lakini pia lazima uwe na vifaa vya kufundishia ikiwemo simulators. Lula Ali, Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mtambule amezindua daraja linalounganisha wilaya ya Kinondoni na Ubungo katika kata ya Kigogo, huku akitoa wito kwa wananchi kuhakikisha wanalinda miundombinu ili idumu na kuwasaidia wananchi kwa kipindi kirefu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa daraja hilo, Mtambule amesema kutokana na shida ya muda mrefu katika eneo hilo, ikiwemo kukatika kwa mawasiliano nyakati za mvua, lakini pia mafuriko katika makazi ya wananchi, halmashauri ya manispaa Kinondoni ilitenga fedha za dharura ili kukamilisha ujenzi huo. Wito wangu tu wakati huo, tunamshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais na manispaa ya Kinondoni na uongozi wa kata kwa ujenzi wa daraja hili. Tunalo jukumu sasa ya kuendelea kulilinda hili daraja. Tunamshukuru mkandarasi amelijenga kwa viwango vya juu sana. Lakini pia nawashukuru wananchi kwa jitihada walizozionyesha. Nimeona wamepanda magugu. Ni kitu kizuri katika kulilinda hili. Lakini tuendelee kulilinda hili daraja ili liendelee kutumika kwa muda mrefu, tufuate mafanikio ya muda mrefu. Lakini pia itutoe sasa kwenye kuwaza tu daraja, tuende baadaye tufikirie miradi mingine ya kijamii. Diwani wa kata hiyo Richard Mgana amesema ujenzi wa daraja hilo umeondoa adha ya muda mrefu kwa wananchi hao ambao katika kipindi kirefu wamekuwa katika shida ya mvua zinaponyesha. Kwa kweli tunashukuru serikali yetu, tunamshukuru mama yetu kipenzi Samia Suluhu Hassan. Yote anafanya kwa hisani yake, yote anafanya kwa sababu ya mapenzi yake. Analeta fedha, sisi kazi yetu kuangalia wapi kuna changamoto, ndio maana tunafanya reallocation. Tunapofanya reallocation tunamwakilisha yeye. Kata ya Kigogo ni moja ya kata ambazo zenye changamoto nyingi. Changamoto yetu wa kwanza ni mafuriko. Nafikiri ili linakwenda kupungua kwa upande wa kule wa Jangwani. Utakapojengwa ule mradi wa Jangwani, maana kwa upande wa kule itakuwa historia. Khamis Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Na sasa ni habari za michezo, ambako tunaelezwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeandaa maonyesho ya kitaifa ya kazi za utamaduni na sanaa yatakayofanyika Aprili 24 hadi 30, 2025 katika viwanja vya Mnazi Mmoja, Dar es Salaam, kwa lengo la kukuza soko la sanaa ndani na nje ya nchi. Maonyesho hayo yatashirikisha wasanii wa fani mbalimbali na wageni kutoka Kenya, Kongo, Burundi na Uganda. Yatafunguliwa na Waziri Profesa Palamagamba Kabudi na kufungwa na Naibu Waziri Mkuu Dr. Doto Biteko, huku CRDB ikiwa mdhamini mkuu na wadau wa sanaa wakihamasishwa kushiriki kwa wingi. Lengo kuu la maonyesho haya ya kitaifa ni kuimarisha mitandao ya kibiashara, kufahamiana, kujengeana uzoefu pamoja na kuimarisha masoko ya bidhaa za sanaa ndani pamoja na nje ya nchi.
Wadau watakaoshiriki katika maonesho haya ni wasanii na wabunifu kutoka maeneo ya filamu, muziki, sanaa za maonesho, lugha na fasihi pamoja na sanaa ya ufundi. Shughuli wanazozifanya zinaweza kufanyika vizuri kupitia mitandao ya kibenki. CRDB Bank tunajisikia fahari kubwa sana kushiriki katika haya maonyesho, na tutakuwepo kuanzia mwanzo mpaka mwisho kama mkurugenzi alivyoongelea, na tunawakaribisha sana wasanii. Maana yake tukiwa pale moja kwa moja tunatengeneza network, tunatengeneza connection ambazo zinatusaidia kuweza kusogea mbele zaidi. Lakini kutakuwa na taasisi pale ambazo taasisi hizi zitakuwa zinatoa huduma za kiafya, lakini pia zinajengea uwezo na urekebishaji wa watu. Kwa hiyo mimi niwaombe wadau wote wajitokeze kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 30. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.